Meditation katika Uhindu inamaanisha nini? Watu wa Kihindu wanaofanya meditation, hasa wale wanafuata njia za yoga ya kiroho, Vedanta au Tantra, kuripoti mambo ya ajabu, ya ndani na yasiyoelezeka kwa urahisi kwa maneno. Hebu tuangalie kwa undani. Hapa tunachunguza yasiyoelezeka, tunahoji maswali ya ndani na tunatafuta maana zaidi ya kile kinachoonekana. Karibu kwenye safari ya maarifa yaliyofichwa. Meditation katika Uhindu inamaanisha nini? Meditation kwa Kihindu huitwa dhyana au samadhi, ikimaanisha hali ya kutulia kwa akili na kuunganika na nafsi ya ndani au nguvu kuu ya kiroho. Lengo lake kuu ni kutuliza akili, kupenya kwenye mwili na akili, na kuunganika na Brahman, nguvu ya juu ya kiungu. Wale wanaofanya meditation ya kina, hasa waliozoea kwa miaka mingi, wameripoti hali za ajabu na maono ya kiroho. Kama wengi huripoti kuona mwanga mkali wa ndani unaovutia sana ambao hauji kwa macho ya kawaida. Baadhi husikia sauti ya kiroho ya ndani kama muziki wa mbinguni au aum ya ajabu ambayo hutokea bila sababu ya nje. Hii inajulikana kama nada yoga, njia ya kufikia kiroho kwa sauti. Wengine husema huona maono ya Shiva, Krishna au gurus wakija kwao katika hali ya amani au mafundisho. Hii sio kama kuona mtu mbele yako, bali ni maono ya ndani ya nafsi, kama ndoto iliyo hai sana. Hali ya amani isiyoelezeka, si amani ya ndani na furaha ambayo haiwezi kuelezeka kwa lugha ya kawaida. Hii ni hali ya kutoweka kwa hofu, huzuni au hata kufikiri. Unakuwa mtupu lakini kamili. Katika hali za juu kabisa madhi, mtu huacha kujitambua kama mwili au jina na hutambua kuwa yeye ni nafsi safi au cheche ya ungu. Je, hii ni ndoto au ukweli wa ndani? Wahindu hawaiti ndoto. Wanaamini kuwa ukweli halisi haupo nje, bali ndani ya nafsi. Kwao, macho ya kawaida hayawezi kuona ukweli wa kiroho. Ni kwa meditation mtu huanza kuona kwa macho ya roho. Mfano wa dhana yao, kama tulivyo na radio, mawimbi yapo hewani hata kama hatuyasikii, lakini ukifungua radio kwa frequency sahihi, utaanza kuyasikia. Vivyo hivyo meditation ni njia ya kufungua frequency ya roho. Je, kuna hatari? Ndiyo, kama mtu hajajiandaa, meditation ya kina sana inaweza kuleta hofu ya ndani unapokutana na undani wako, kuchanganyikiwa kosa mwongozo sahihi, hisia kali za kutengwa au kutoeleweka. Ndiyo maana wanafunzi wa kweli huongozwa na guru au mwalimu wa kiroho mwenye uzoefu. Hitimisho. Wahindu wanaofanya meditation wanaripoti kuona mwanga wa ndani, maono ya kiroho, sauti zisizo za kawaida na kuhisi amani kuu na kujitambua. Hii sio kama kuona kitu kwa macho, bali ni kuamka kwa hisia za ndani ambazo hazifungwi na ulimwengu wa kawaida. Kwao, hiyo ndiyo njia ya kumwona Mungu, si kwa macho bali kwa nafsi.